Kitendo cha klabu ya Simba Sports Club Mnyama kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kimeleta majanga katika bodi ya ligi kuu bara baada ya mabosi wa ligi hiyo kukaa tena upya na kujipanga ili kuangalia ratiba inakwendaje, kuipangua ile ratiba ya awali na kuweka ratiba nyingine. Simba itavana na klabu ya RS Berkane ya Morocco, lakini ikiwa na michezo 8 mkononi. Kati ya michezo 8 ikiwemo michezo 5 ni viporo. Sasa ukiangalia ratiba kwa jinsi ambavyo ilikuwa inakwenda, kulikuwa kuna mchezo ule wa dabi ambapo ni kiporo pia, mchezo ambao uliahirishwa Machi 8 mwaka huu. Sasa kuwepo kwa mechi mbili za fainali kati ya Simba dhidi ya klabu ya RS Berkane, mchezo wa kwanza ambapo utapigwa Mei 17 na mchezo wa pili utapigwa tarehe 25 mwezi huo wa 5, kumetibua kabisa mechi za viporo za klabu ya Simba sambamba na ile nusu finali ya kombe la shirikisho, yani FA ama kombe la CRDB Federation Cup, ambapo Simba ilitakiwa kibonde dhidi ya Singida Black Stars tarehe 18. Jambo hilo limewalazimisha watu wa bodi ya ligi kuanza kukaa upya na kuangalia ratiba jinsi ambavyo itapangwa upya na michezo hii ichezwe kama kawaida, lakini lazima waangalie ratiba za CAF zikoje baada ya Simba kufuzu hatua ya fainali. Na Simba itaanza kampeni ya kusaka taji hilo kubwa Afrika kwa mchezo fainali ya kwanza ugenini tarehe 17 mwezi wa 5, ambapo Simba itakuwa pale nchini Morocco, kisha kurejea jijini Dar es Salaam siku 7 baadaye, yani tarehe 25 Simba itacheza mchezo wa fainali ya pili, ambapo itaamua sasa anapata kombe au anayashika nafasi ya pili. Kwa mujibu wa ratiba ya ligi kuu ilikuwa inaonyesha Simba itaanza Mei 2 kwa mchezo dhidi ya Mashujaa nyumbani, ambapo mchezo wa kwanza Simba kule Kigoma ilibuka na ushindi wa bao 1-0, bao la dakika za jioni kabisa. Alafu baada ya hapo utafuata mchezo dhidi ya Mafande wa JKT Tanzania, ambapo utakuwa ugenini pale katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo. Kisha tarehe 8 Simba itakuwa ikipige dhidi ya Pamba Jiji, huku ukifuata mchezo ule wa KMC ambao ulitakiwa upigwe tarehe 11 hapa jijini Dar es Salaam, KMC wakiwa wenyeji, lakini KMC waliupeleka mchezo wao kule katika dimba la Ali Hassan Mwinyi Tabora. Baada ya hapo Simba ingekuwa na mechi nyingine dhidi ya Singida Black Stars tarehe 14, kisha kusafiri kwenda Mbeya kuifuata Ken Gold ambayo tayari imeshuka daraja, mchezo ambao ulitakiwa upigwe tarehe 21, na kuikaribisha Kagera Sugar tena Mei 25 kabla ya kupambana na Yanga, ambapo sasa tarehe ilitakiwa ipangwe kati ya mchezo wa Simba na Yanga. Sasa kitendo cha ratiba hiyo kubana kumeifanya bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB kupitia kwa afisa habari wake Karim Boimanda kuweka wazi kwamba idara hiyo imekaa chini na kuangalia jinsi ya kupanga tena ratiba hiyo upya, na ili kuangalia ratiba hii isiingiliane tena na ratiba za fainali ya Mnyama. Kwa hiyo TPLB, yani bodi ya ligi kuu nchini Tanzania, imebidi ikae chini upya na kuangalia jinsi ambavyo watapanga tena upya ratiba hizi za michezo ya ligi kuu, michezo ya viporo ambayo imebaki kwa klabu ya Simba baada ya kutinga hatua ya fainali, ambapo michezo kadhaa imeahirishwa. Kwa hiyo vile viporo vitaendelea kuwa viporo tena na vitapangiwa ratiba upya tena. Kwa hiyo Simba imerejea jijini Dar es Salaam baada ya mchezo wake wa kwenda sare tasa dhidi ya klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB kupanga ratiba nyingine kwa kuangalia sasa, kwa sababu kama Simba inacheza mchezo wake wa kwanza tarehe 17 mwezi wa 5, maana kuwa Simba ina uwezo kupangiwa michezo hapa karibuni hata michezo mitatu, then tarehe 12 au 13 Simba kasafiri sasa kuelekea nchini Morocco kwa sababu kwenda kujipanga kuikabili klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo inategemea baada ya TPLB kupanga wataishirikisha Simba kwamba ratiba ziko hivi na hivi. Endapo Simba ataconfirm au watakuwa na ombi maalum, TPLB watatoa ratiba nyingine tena hapo baadaye.